nchi yoyote duniani na ambayo imeweza kuendelea ambayo haina mamlaka katika mambo ambayo Zanzibar haina mamlaka nayo. Halafu akaja mtu akawadanganya akawaambia atawaletea maendeleo. Maana yake ikiwa huna mamlaka kwenye mambo 41, wewe huna nchi, wewe huna serikali. Kubwa utakalokuwa nao ni kuhashuliwa. Ndio kweli jamani. Msiakatae, huu ndio ukweli. Ukweli ambao wenzetu hawataki tuuseme. Maana ukisema utasema na kule bara kuna Wapemba wengi, lakini jamani, bara si kuna Warundi wengi? Hakuna Wanyarwanda wengi bara? Hakuna raia wa India wengi zaidi kuliko sisi wa Zanzibari? Sisi tunachosema leteni hoja. Tunasema haiwezekani tukawa na muungano ukawa sisi hatuna mamlaka kwenye mambo 41. Ndugu zangu wa Kisiwa Panza, mnanisikia? Leo tulikuwa na kikao na wazee pale. Kwa kweli vijana hapa, mimi ninachotaka mkae na wazee wawafundishe, muwasikilize. Maana pale wazee walituambia haiwezekani ukawa na nchi. Sisi tunavyokumbuka Karume alikuwa na kila kitu chake, leo hana hata kitu kimoja. Mwisho wa siku unaambiwa hata yule manager atakayeendesha ile nyumba yako, wewe huna ruhusa ya kumchagua, atamchagua mwenzako tu. Wewe utumbue macho tu. Wewe ufanye nini? Utumbue macho. Akimchagua mlevi, sawa. Akimchagua muuaji, sawa. Akimchagua sijui jambazi, sawa. Akimchagua kibaka, wewe huna mamlaka ya kusema ukibaka huyu mimi hanifai. Kwa jambo lako, kwa nyumba yako. Watu wa Kisiwa Panza, hilo gumu kulifahamu. Sisi tukipiga nachokusudia hapa, tukipiga kura ndugu zangu ya kumchagua rais wa muungano. Rais wa muungano si anaendesha serikali ya muungano. Maana sisi tumetoa ujana dume wetu jamani, watu wa Kisiwa Panza. Maana ujana dume wa nchi ni jeshi, ujana dume wa nchi ni polisi, ujana dume wa nchi ni usalama wa nchi, ujana dume wa nchi ni mambo yake ya nje, kiti chake Umoja wa Mataifa. Yote hatukuwa nayo hayo. Tumeyatoa, tumeyapeleka wapi? Tumeyapeleka wapi? Tumeyapeleka Tanganyika. Si hatusemi haya kwa ubaya. Tunasema kwamba tunakitaka muungano, tufanye muungano. Isiwe ni mke chuo, isiwe ni mume chuo, iwe ndoa kweli. Au vipi? Lakini wewe umetiwa chuo halafu mtu kapotea. Walala peke yako, ukiamka peke yako. Mpishi wewe, watoto asubuhi. Halafu ambwa na wewe mumengwa ni mkengwa. Hayo mambo gani ya? Na sisi tunachosema kwamba sisi tumetoa ujana dume wetu watu wa Kisiwa Panza kuutia kwenye uo unaoitwa muungano. Iweje leo tukipiga kura kumchagua rais wa muungano sisi hatuna sauti? Jamani, inawezekana vipi? Ingekuwa ni nyumba yako wewe, unakubali jambo kama hilo? Watu wa Kisiwa Panza, kama ni nyumba yako umeingia ushirika wa namna hiyo, kwamba eti wewe huna sauti ya kumchagua mtu wa kuendesha hiyo nyumba yako, utaukubali ushirika huo? Utaukubali? Sasa unachosema ni kumwambia mwenzako, jamani kama unataka ushirika, uwe ushirika.
usio ushirikina. Wanasema wengine ukitaka ndoa iwe ndoa isiwe ndoana. Sasa sisi ya kwetu ni ndoana. Imekushika kuenda huendi mbele, kurudi nyuma huwezi kurudi nyuma. Sasa ndio mimi nimefurahi sana leo wazee waliposema haya hatukubali. Wazee wa Kisiwa Panza, sijui vijana wa Kisiwa Panza, lakini wazee wa Kisiwa Panza wanasema haya haikuji, haya hayakubaliki. Muungwana huwezi kufanya bwege mpaka ukapitiliza kiasi hichi. Tunachosema sisi waliojipa mamlaka ya nchi hii, Chama cha Mapinduzi, tumewashuhudia walipopata fursa ya kuondoa dhulma hii Dodoma kwenye bunge la katiba. Vijana, kama hamkuwahi kuangalia, fuatilieni, ziko mpaka leo video, zipo clips. Mtamsikia Mbungo, mtamsikia Jusa anavosema, mtamsikia Babuduni anavosema juu ya hoja hii. Lakini bado wenzetu Chama cha Mapinduzi walipokuwa Unguja, maneno makali kweli kweli. Wengine weusi kama mimi, lakini wakizungumza huiva wakawa kama bungo. Lakini wakiwa Chukwani, walipofika Dodoma, utafikiria kunguni kati wa tarfeni. Utafikiria kunguni kati wa au Kilozoni. Siku hizi haiko tena, ipo na wao ndio walivyo nywea. Sasa chama chenu cha ACT Wazalendo tunavosema sisi, tunasema ujinga huu sasa basi. Lazima kama wenzetu wanataka muungano, tukae chini tujadili muungano, tuendeshe nchi yetu, watoto wetu wapate maslahi ya nchi yao, wajiamulie mambo yao, waamue mustakabala wa nchi yao, na wao waweze kuendelea, wasonge mbele, wasiliwe na umasikini katikati ya utajiri. Nchi hii ni tajiri. Nchi hii walipigana tokea wakoloni. Mngereza alikubali kutoa kisiwa kiko Ulaya. Ndugu wa Kisiwa Panza, Mngereza aligombania hii Zanzibar, yeye na Mjerumani. Kila mmoja anaitaka yeye aitawale. Nisikilizeni vizuri. Waligombania. Baada ya kugombania, Mwingereza akakubali kutoa kisiwa kiko Ulaya, kinaitwa Heligoland. Kinaitwaje? Heligoland. Vijana, kinaitwaje? Kakubali kukitoa ili aachiwe Zanzibar. Wajerumani wakenda wakamlaumu yule bwana ambaye kaingia naye kwenye makubaliano. Waliokuwa wanaijua, kuna Mjerumani mmoja alikuwa ndio chancellor wa Ujerumani wakati huo, akiitwa von Bismarck. Lakini alistaafu, akaja mwenzake ndio alokuja akaingia kwenye haya makubaliano, akiitwa Caprivi. Caprivi ndio aliyekubaliana na Mwingereza kwamba basi wachukue Heligoland, wamwachie Mwingereza Zanzibar. Aliposikia von Bismarck, alimtukana kweli kweli Caprivi. Hasa mjinga sana. Mjerumani anamtukana Mjerumani mwenziwe, wewe enda kuiacha Zanzibar kwa Heligoland? Wewe mjinga sana. Akasema maneno maarufu. Akasema huyu Caprivi ni kama vile sisi tulimtuma kwenda kupambania apate suti, kenda kapewa kifungo, anarudi anafurahi. Huyu mjinga sana. Jamaa, mmefahamu? Yani kwa kukubali kwake kutoa kisiwa kiko Ulaya,
kinaitwaje? Heligoland. Akakubali, akakitoa kile, akapewa kile, akaiacha Zanzibar. Sasa Mjerumani mwenzake ambaye ndio alomrithi kiti cha uchancellor anasema huyu Caprivi mjinga sana, huyu tumwenda wazimu sana, tumemtoa sisi hapa ende akapiganie tupate suti, karudi hapa kapewa kifungo, hata yeye nafurahi. Maana yake suti ni nini? Ni Zanzibar. Kwamba yeye katumwa akapambania aipate Zanzibar, ndio suti. Karudi kapewa kifungo, ndio hiyo Heligoland. Wanamshangaa kwamba bado ana furahi. Sasa mjue huo ndio utukufu, ndio ubora, ndio Zanzibar inavyoonekana. Ikionekana, tunazungumza hayo mwaka 1886, wanasema hayo Waingereza, wanasema hayo Wajerumani. Tumesikia jamani? Leo tumekuja eti kuchukuliwa. Jamani, tumekuja kuchukuliwa kila kitu. Tumebakishiwa hapa kuhashuliwa. Wenzetu kimya, huwasikii kuyadai, huyasikii kuyazungumza. We subiri tu, wakae pembeni peke yao, utawasikia tunongonongo. Hawa wamezidi tena nao, wasina hata hili wanatufanyia hivi. Bwana, hii nchi yako umepewa dhamana ya watu wako, sio nchi yako peke yako, nchi ya vizazi vinavyokuja, nchi ya Wazanzibari wote. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema, haya maneno yako mengi tutakuja kuzungumza. Leo hatuna muda. Lakini tunachosema, sisi tunaposema kwenda kuinusuru Zanzibar, tunaona wenzetu wametuzoea sana. Mewa naambia muungano umekuwa kama ndoa ya jinsia moja. Umekuwa kama nini? Ukisema hivi unawakera sana. Lakini jamani, ndio ukweli, watuvumilie tu. Kama wamevumilia kunyang'anywa nchi, wavumilie tukisema ukweli. Kwa sababu kwenye ndoa ya jinsia moja, jamani, yule anayefanywa mwanamke si kwa ni mwanamke kweli. Naye si mwanamume au vipi? Kajikubalisha tu kwamba aonekane hivi, sie hivi, afanane kwamba yeye ndio mke, yule mwingine ndio mume. Ndio muungano wetu, kwamba sisi wanaume, ujana dume wetu tulikuwa nao 64, tukakubali, tukavua kofia, tukavaa mtandio, tukavua suruali, tukavishwa hata ingekuwa sketi kwa guro tu. Hawa jamaa kila siku, lakini wakasema mbona hujafanana na mwanamke? Maana tulianza mambo 11 ya muungano, au vipi? Leo yako mangapi? 41. Sasa ni kwa sababu kila siku anatuambia, mbona hujapaka wanja? Unakwenda maana anakuambia, we mwanamke gani wewe hujapaka wanja? Na we busy unakwenda. Karume alipoanza kuambiwa apake wanja, akasema msikiliza bwana, mimi kubali, haya tushirikiane twende mbele. Usitaki unifanya siwezi kuyasema aliyosema. Alipoambiwa fedha liwe jambo la muungano, akasema sasa hapa hakuna. Lakini wakaenda wakakwapua kidogo kidogo. Ndio hapo tunaosema, mara hujatia, mbona hujapaka rangi ya mdomo? Na wewe unakwenda utafuta rangi ya kianwa, unapaka, au sio? Basi hata upaki, hata kama hutaki upaka hina, basi hata piko.
Ndio tulivyokwenda kidogo kidogo ndio hivyo mtu kama mimi. Lakini bwana anataka uonekane kidogo umejaza jaza. Kwa hiyo mwisho tukavishwa mpaka mabullet. Ya sasa hivi. Situonekane kimo kidogo. Tumevishwa nini sasa? Akina mama tuvumilie tu. Ndio tulipofikishwa ili tufanane. Sasa kila siku vinakuja vitu vipya. Sasa hivi hata leo kwa si ya muungano pia wenyewe wanafanya kwamba ni ya muungano, wanachukua sisi hatumo. Ndio maana mpira si jambo la muungano, lakini limechukuliwa sasa ni limekuwa la muungano. Si hatumo FIFA, si hatumo kafu, tumebakia sisi kuandaa shughuli za watu. Bizi na kuambia majamvi mabusati. Unaenda ukigombana na ndugu zako, unawanyang'anya ndugu zako, unawalaza njaa na wanao, lakini ufanye shughuli ya Bwana. Bwana. Muungano ndio maana nasema muungano huu umekuwa kama nini? Ndoa ya jinsia moja. Lakini wamezidi na wao. Sasa tunachosema ndugu zetu, tunaposema mwaka wa kuinusuru Zanzibar, maana yake ni kwamba muungano huu umetufikisha tumevishwa mpaka bullet sasa. Ndio tunasema kuluko mbele hatukubali, hatuendi tena. Lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu. Lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu. Hilo watu wa Kisiwa Panza hamlitaki? Watu wa mkoani hamlitaki hilo? Naam. Maana tukiliachia mtakuja kuwa wageni kwenye nchi yenu na mnayaona. La pili na nimalizie. La kuinusuru Zanzibar. Tunasema jamani, kazi kubwa ya serikali, kazi ya msingi ya serikali ni kuwawezesha wananchi. Kazi ya msingi ya serikali ni kuwawezesha wananchi kufanya mambo ambayo yatawafanya wananchi kwanza waishi katika nchi yao wakiona fahari kwamba wao ni hapa ni nchini kwao. Wafanya wananchi waone kwamba serikali yao inawatumikia. Lakini kikubwa zaidi ni kulinda haki ya wananchi kwamba ndio wenye nchi. Ni kulinda haki ya wananchi kwamba ndio wenye nchi. Sasa ili ulinde haki ya wananchi kwa ndio wenye nchi, ufalme mkubwa wa wananchi, ufalme mkubwa wa wananchi ndugu zangu, ni kuweza kuweka na kuondoa viongozi wao. Kwa sababu viongozi hawaendeshi mambo ya baba zao wala ya mama zao wala ya shangazi zao, wanaongoza mambo ya watu baada ya kupewa ridhaa na wananchi. Sasa leo unapokuwa na watawala ambao wanataka kujiweka kwa nguvu, wanajiweka kwa nguvu, wanajiweka kwa kuua watu, wanajiweka kwa kudhulumu, kwa kufanya chaguzi zilizojaa ghilba. Hao hawako kwenye serikali, hao hawajatimiza, na hao hawatimizi, na hao hawafai kuwaongoza. Mtadamirika, mtabaki maskini maisha. Kwa sababu mtu haingii kwenye madaraka kwa kuua mtu anayekwenda kumpigia kura. Kama kweli nia yake ni kuja kwamba akutumikie wewe, atakuwaje aje akuue? Inakuwaje aje akupige nyumbani mwako? Inakuwaje aje akuzuie haki yako ya kupiga kura? Akuzuie haki yako ya utambulisho kwamba wewe ni mwana wa nchi. Kisiwa Panza hawako ambao mmenyimwa za ID? Hawako. Hawapo watoto walionyimwa vyeti vya kuzaliwa?
Hawapo walionyimwa kuandikishwa? Sasa huyu anayejiita kiongozi, huyu kiongozi wa nani? Huyu kiongozi Kisiwa Panza kwa sensa ya mwaka 2022 ina watu 3746, au sivyo? Kwa hesabu yao wenyewe. Ilifanywa kwa zogo, ikazinduliwa kwa zogo hapa, au sivyo? Kwa wastani kwa nchi yetu idadi ya wapiga kura huwa ni takriban 48% mpaka kati ya 45% na 48. Mshanifahamu? Ndio huko hata wakati wa ukoloni ndio ilivyokuwa. Hata chaguzi zilizopita ndio ilivyokuwa. Hawa chaguzi za nyuma wapiga kura wa Kisiwa Panza kabla 2022 walikuwa 1200. Leo wapiga kura wa Kisiwa Panza wamepunguzwa wakawa 800, sasa hivi wamefika 900. Maana yake nini? Maana yake wamewanyima watu wa Kisiwa Panza karibu 600 700, nusu kwa nusu takriban, haki ya kupiga kura. Haki ya Sasa huyu mtawala gani? Huyu binadamu gani? Unaona fahari wewe kwamba unaongoza watu hawa maskini, unawaogopa hata sauti yao? Maana kitu cha mwisho cha mwananchi ni nini? Sauti yake. Kwa hivyo sisi tunachosema kwamba hawa wameshindwa na kitu cha mwisho kabisa, ni serikali, ni kiongozi kuhakikisha mwananchi anapata haki yake. Mwananchi hana haki hiyo. Mwananchi akinyang'anywa ardhi yake haipati tena, halipwi fidia, au si kweli watu wa Kisiwa Panza? Sasa huyu akiendelea, maana yake anachotafuta utawala, ana biashara yake, na tunaiona uchaguzi wa 2020 hapa wameua watu 21 Pemba na Unguja, 17 Pemba, watu 4 Unguja. Wameacha watu wenye ulemavu wa kudumu 18. Watu walio jeruhiwa wakatibiwa muda mrefu 47. Tukategemea pamoja na yote hayo kwamba jamani yamekwisha, tukaingia kwenye GNU tujenge tena upya. Wakasema nyie mshaiba uwakilishi, mnaye maneno ya kwetu kihantiri mmoja, maneno mengi kweli kweli. Uwakilishi wa kuibiwa, mtu kapewa kahongwa na unaibu waziri, maneno kweli kweli, utafikiria mwakilishi kweli. Sasa wakaona lile haliwatoshi. Alipofariki mbunge tukafanya uchaguzi mdogo, wakataka kwenda kuiba na ubunge. Ajabu, ubunge ule hauwaongezei chochote. Maana umo ndani ya bunge wana wabunge 99%. Kitu kimoja cha konde kingewafanya nini? Kinawaongezea nini? Kinawapunguzia nini? Lakini wallahi Mwenyezi Mungu alitaka kuwafedhehesha. Wakaenda wakuiba, kuandika matokeo yao, wakaandikiwa sisi lakini watu wa konde wakasema hili mtalitema. Wakamwambia yule alogombea Sheha Mpemba, hiki kiti hiki utakitema. Alikitema hakukitema? Alikitema hakukitema? Sasa mimi waulize watu wa Kisiwa Panza, huyo ambaye atakuja kuchukua tena kiti kwa nguvu, nyie mtamwachia? Watu wa Kisiwa Panza mmenyamaza, inaonesha mtamwachia. Aite jamani, mtamwachia? Kwa sababu ujinga huu sasa. Naam.
Tunasema kazi ya serikali ni kuwawezesha wananchi. Jamani, kisiwa Panza Mwenyezi Mungu alhamdulillah kawajalia kila aina ya utajiri. Kila aina ya utajiri. Bahari ni utajiri. Mazingira mlionayo ni utajiri wa kufuga nyuki, ni utajiri wa kufuga samaki, wa kuvua, mkasarifu mazao ya baharini, mkauza, mkaishi kwa raha mustarehe, sio katika umaskini huu. Leo unakuja kisiwa Panza eti kama ukija huku utafikiria hakuishi watu bwana. Jiuliza unakwenda pori gani? Sababu kama kunaishi watu kule unakoingia, angalau si ungeona dalili watu wamewekewa pahala, wakifika wanapumzika kusubiri vyombo, kukiwa na mvua angalau kuna sehemu ya, si ndivyo jamani? Si ndio binadamu? Si ndio kazi ya serikali? Ukija hapa ukiwa na mgonjwa, maji yakiwa yametoka, sijui unampeleka mpaka wapi? Sasa mwaka wa 60 ukiwagusa wanakuambia, tunachosema sisi ndugu zangu ni kwamba kazi ya kuinusuru Zanzibar, kwa sababu hatuwezi kuishi hivi. Huku kunaishi binadamu, huku Mwenyezi Mungu kawapa kila rasilimali. Kazi ya serikali ni kuwawezesha kuweza kutumia rasilimali zile na tukaweza kupata maendeleo. Ndiyo tunayosema, hiyo ndio kuinusuru Zanzibar. Kuinusuru Zanzibar ni kila mtu kupata haki yake. Kuinusuru Zanzibar ni kwamba kuondoa ufisadi. Mmekuwa mnamsikia makamu hapa kila kwenye mikutano yetu tunasema ufisadi ulioko, ukisikia kumejengwa ghorofa moja, basi ujue 3 ziko mfukoni. 3 ziko mfukoni. Ndio maana ukaona watu hawashughuliki, hawana habari ya watu. Mmewahi kuwasikia nyewe wakizungumza habari ya maisha ya watu? Wanazungumza ghorofa, tumejenga sijui nini, kwa sababu ghorofa moja 3 ziko mfukoni. Ndio maana tunaambia jamani, Mwenyezi Mungu atufikishe. Tukifika wakati wake, sasa hivi umshipa tunaukagua tu. Ukifika wakati wa kuja kuupasua, mtayaona hawatoweza kupita hata njia. Ufisadi uliofanywa ni mkubwa wa kupindukia mpaka. Ndio maana tunasema tunataka tuinusuru Zanzibar ili tuondokane na ufisadi, kwa sababu pesa zinazopigwa mradi mmoja tu, utajenga bandari wapi hapa kisiwa Panza, kwenye mradi mmoja tu watu walizotia mfukoni, unajenga bandari ya kisasa hapa kisiwa Panza. Sikuwa hivi. Una halmashauri, lakini kisiwa Panza mwanzo mwisho kuna zege ya udongo. Mesi ziti tope. Kuna zege ya nini? Ya udongo. Sasa unajiuliza serikali jamani iko wapi? Hizo serikali iko wapi? Kwa hiyo tunachosema ndugu zangu, ndio maana tunasema huu ni mwaka wa kufanya nini? Wa kuinusuru Zanzibar. Ni mwaka wa kuinusuru nchi, kuitoa kwenye ndoa ya jinsia moja. Ni mwaka wa kuinusuru nchi kutokana na ufisadi. Tufike pahala watu waishi kwa heshima katika nchi yao. Tuwajenge mustakabala mwema watoto wetu na wajukuu zetu. Tujenge misingi ya nchi yetu ili tuwatengeneze ustaarabu wa kuendesha serikali. Mje mshindane vijana kutafuta mtu anayewafaa kuendesha nchi, mkiwa wamoja, mkiwa kitu kimoja, kila mwenye haki yake aipate. Wakati huo ndio kutakuwa na siasa. Sasa hivi kuna harakati za kuikomboa nchi, ya kuinusuru nchi. Tuipate, tuinyooshe, tuambie hivi ndio serikali inavyotakiwa kuendeshwa. Tuwaekee misingi, tuwatengenezee katiba mpya ya kuendesha nchi yenu.
ili mje mpate mustakabala mwema wa nchi yetu. Nchi hii kiendelea hivi ovyo ovyo inavyoendeshwa, wallahi itafika pale haitokuja kutawalika. Ndio maana tunasema huu ni mwaka wa kufanya nini? Tumefahamiana? Tuko tayari kwenye safari hii? Tuko tayari? Wakisiwa Panza tuko tayari? Hebu tujenyweni mkono kama tuko tayari basi. Jamani, hii ni ahadi. Na ahadi ni? Ahadi ni nini? Nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza.